Bado Tundu Antipas Lissu ameendelea kuyazungumza mengi sana kuhusiana na namna ambavyo wao wataweza kuzuia uchaguzi usiweze kufanyika kwa mwaka 2025. Wamesema msimamo wa Chadema kuhusu no reform no election ulipitishwa na kamati kuu. Mimi Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, sikuwa mwenyekiti wakati huo. Ulipitishwa na kamati kuu chini ya mwenyekiti Mbowe, wakati huo nilikuwa makamu mwenyekiti. Msimamo wa chama ni no reform no election, na kwa katiba ya Chadema, mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinaweza kupinga? Na naomba mniambie wajumbe watiania wa ubunge kwenye majimbo mbalimbali nchini kupitia Chadema. Kwa haya yote mnayoyafahamu, nani anayesema msimamo huu si sahihi? Na mimi nataka nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchini. Wote tunataka kuchaguliwa, lakini kwa hali ilivyo hilo haliwezekani bila reforms. Hivyo no reform no election. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari, tunaenda nao. Hamna mtu atawekewa bunduki hapa. Wanaofikiri CCM watakuwa wamebadilikia, tutawatakia kila laheri. Sana huu uchaguzi tutauvuruga huu. Kama ulifikiria kuwa mbunge Novemba, utajichanganya, kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana na tutaumia. Ni kweli, ila nina imani tutashinda, kwani watatuua. Nikikamatwa nitashtakiwa kwa uhaini, kwa kuhamasisha maasi kwenye siasa za ukombozi. Kwa hicho ndicho ambacho amekiandika ndugu yetu Tundu Antipas Lissu kuhusiana kile ambacho kinaendelea. Hebu nikisome comment za wadau mbalimbali. Mtu wa kwanza akasema kauli ya tunakwenda kukinukisha iliyotolewa na mwenyekiti wa Chadema Taifa haifai na haikubaliki. Watanzania tuamke, amani ya nchi yetu ni muhimu kuliko kitu chochote. Tujifunze kwa mataifa mengine yanayochezea amani. Leo hii wapo wapi? Mamlaka pia ziamke, hii kauli sio nzuri. Mwingine anasema kauli hii ya mwenyekiti wa taifa Chadema Tundu Antipas Lissu iungwe mkono na kila mwanachama wa Chadema nchini na diaspora pamoja na Watanzania wote wapenda mabadiliko ambao wamechoshwa na mfumo huu dhalimu wa uchaguzi. No fairness, no elections, na kuhusiana mambo yote tuyakatae. Mtu mwingine anasema huu msimamo nimeupenda vibaya mno. Eti watu wasome hadi vyuo vikuu halafu wanakuja serikalini na habari za kwenda VETA kweli. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.